unakimbia sana, mwaka unakwenda mbio. Natamani ukaendelee kuandika kwa ajili ya mwaka na wazee. Habakuki 2 anasema nikachukua kibao nikaandika ili mwenye kukimbia apate kuyaona. Tambua Mungu anaangalia maono yako. Sio lazima uandike kwenye karatasi, lakini maono yako kuna nini umeviweka mwakani. Wakati kama huu mwezi wa 12 2025, unaona Mungu akikufanyia vitu gani? Ni muhimu sana ukapanga, kwa sababu maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, ila jibu la mdomo linatoka kwa nani? Mwanadamu asiyekuwa na mipango ni mwanadamu aliyekufa. Mwanadamu asiyemkabidhi Bwana njia yake zitaharibika. Kwa natamani uchukue fursa hii, wakati tunapomalizia mwaka, wiki 2 zimebaki, ukajipange kwa ajili ya 2025-26. Kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana kumshukuru siku ya leo, ninaomba pamoja tufungue Zaburi ya 38. Zaburi ya 38 tutasoma kutoka sana. Bwana, usinilaumu kwa ghadhabu yako, wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako, kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Kwa sababu ya upumbavu wangu nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa za moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu kwa kusitilika kwako. Moyo wangu unapwita pwita, nguvu zangu zimeniacha, nuru ya macho yangu nayo imeondoka. Wanipendao na rafiki zangu wanasimama mbali na pigo langu. Naam, karibu zangu wamesimama mbali, nao wanaotafuta uhai wangu utega mitego. Nao wanaotaka kunidhuru hunena mabaya na kufikiri hila mchana kutwa. Lakini kama kiziwi sisikii, nami ni kama bubu asiyefungua kinywa chake. Nami nimekuwa kama mtu asiyesikia, ambaye hamna hoja kinywani mwake. Kwa kuwa na kungoja wewe Bwana, wewe utanijibu, Bwana Mungu wangu. Maana nalisema, wasije wakanifurahia. Mkuu wangu ukiteleza, wajitukuza juu yangu. Kwa maana mimi ni karibu na kusita, na maumivu yangu yako mbele yangu daima. Kwa maana nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi yangu. Lakini adui zangu ni wazima, wenye nguvu, nao wanaonichukia bure wamekuwa wengi. Naam, wakilipa mabaya kwa mema. Huwa adui zangu kwa kuwa nalitafuta lilo jema. Wewe Bwana usiniache, Mungu wangu usijitenge nami. Ufanye haraka kunisaidia, Bwana wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu. La kwanza, lazima unapokuwa unapitia magumu, shida, vita, jiulize, ni pigo au ni kwa sababu ya mapito ya kawaida? Wakati mwingine yawezekana umefanya dhambi, umefanya mabaya, umeacha kusali, umeacha kusoma neno, kwa Mungu anakupitisha kwenye moto, inaitwa pigo. Kwa Daudi anatofautisha. Laweza kuwa pigo ambao umepigwa, Mungu anaamua kujitoa. Pigo maana yake kwa Mungu mwenyewe ameamua kuachia. Kama sio pigo, ni kitu tunaweza kuomba Mungu na Mungu akimaliza. Lakini likiwa ni pigo, maana yake kaa na Mungu kimsubiri. Hilo la kwanza. La pili, kama inakuwa ni pigo kwa sababu ya dhambi, umetenda dhambi na hivyo Mungu ametoka mbali na wewe, kwa shetani amekuja, ameamua kushughulikia vizuri, anasema jifunze kukaa kimya. Unapozidi kuelezea matatizo yako kwa watu, hawakupi majibu.
Jifunze kumwelezea Mungu shida na matatizo yako, kwa sababu wanadamu hawezi kupa majibu. Jaribu kutafakari kwa kina. Anasema kama bubu rabo sekoria na baba. Natamani ujifunze tabia ya kuwa bubu. Itakusaidia kwenye mambo mengi sana, kwa sababu katika kuongea mengi kuna kuharibu, kuna kukosea. Anasema nimejifanya bubu, sisikii. La tatu, maisha yako yote, nimekwambia umeingia wiki 2 za mwisho za mwaka 2025. Basi hebu mkabidhi Bwana mipango yako mwaka 2026. Usiwe kama mtu ambaye anasema baba wewe unajua 2026 itakapokuwa, wewe unajua. Huo ni upumbavu, na usiwe mpumbavu. Uwe ni mtoto mwenye akili. Kaa chini, tafakari, hivi naionaje nikipewa neema ya kuwa hai na kuwa na afya njema 2026? Kuna nini na Mungu anisaidie nifanye? Anasema haja za moyo wangu ziko kwako. Je, wewe haja zako za moyo ziko wapi? Ndoto zako umeshakuongea na Mungu kamkabidhi? Ni muhimu sana ukawa unaomba huku kimkabidhi Bwana ndoto zako, na Mungu ni mwaminifu. Jambo la mwisho, wakati unapita mapito magumu, adui, ndugu, marafiki wa karibu watakukimbia. Katika shida yako usitegemee watakusaidia. Mtegemee Bwana. Usiogope. Usiku unawezekana ukao ni usiku wa manane, saa 7, saa 8, lakini naomba nikwambie asubuhi itakuja. Be strong, kuwa na moyo mkuu na usiongeongee. Tulia, mwache Bwana apigane vita kwa ajili yako. Mwisho, muite Mungu kwa ajili ya kuomba msaada. Usije ukasema wewe unajua lugha za ajabu asema katika Biblia hizo unataka wewe. Mueleze Mungu nini kinakuletea mdonda ndugu, maumivu katika moyo wako. Yeye ni mwaminifu na atatenda zaidi ya vile tuwazavyo na tusikilie vitu vingine. Kwa ufahamu huo unaenda mbele za Baba, ongea naye, mwambie na kushukuru. Mwambie leo asubuhi nahitaji nisikie maombi yako. Katikati ya ibada hii ukanene na wewe, ukafunue siri zilizojificha, ili nikapate kunenda kwa namna inayokupendeza. Inua sauti yako tuombe. Reba seko ya darabashi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya usiku mtaji. Jeshi kubwa la malaika liko pamoja nasi kitu. Umetuma Baba neema na tunaiona asubuhi. Asante, wakati giza lilipokuwa zito, mkono wako ulikuwa pamoja nasi. Damu ya Yesu ikanena mema katikati yetu, na ukatupa kibali Bwana cha kuiona siku nyingine leo. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na kwa namna hiyo Baba, tunashukuru kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa damu ya Yesu inayonena mema. Tunashukuru kwa kibali ulichotupa. Tunashukuru kwa baraka ulizotupa. Tunashukuru kwa neema uliyotupa. Tunakurudishia utukufu Mungu wa mbingu na nchi. Tunakurudishia shukrani Bwana wa majeshi. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi leo. Asante kwa siku njema. Unastahili Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Na tunapoanza siku ya leo, tunaomba kibali Bwana. Bariki ibada hii. Damu ya Yesu kanene mema katikati yetu. Tusaidie katika jina la Yesu. Amen.
somo ambalo limepewa kichwa cha somo, utajiri ni sehemu yangu. Utajiri ni sehemu yangu. Mwanadamu ameumbwa kiajabu sana. Jambo ambalo analipenda sana huwa anajifanya kama alipendi. Anajifanya kama vile sio cha kwake. Kwa maana hivi ukiongea somo la utajiri, watu wanajifanya kama sio nafasi kwa ajili yao. Utajiri maana yake nini? Ni kuweza kupata mahitaji yako wakati unahitaji. Kuweza kula vizuri, kulala vizuri, kusafiri vizuri na kuwa na afya njema. Lakini zaidi kumtegemea Mungu kwa ajili ya mambo hayo. Utajiri wa mwanadamu ni afya yako. Utajiri wa mwanadamu ni kiroho chako kumjua sana Mungu. Kwa sababu maisha ni nini? Maisha ni kumjua Mungu na kufurahia kumtumikia siku zote za maisha yako. Kwa mwanadamu anayemjua Mungu ndio anayekula maisha. Lakini kumjua Mungu kunaendana na utajiri katika maeneo makubwa matatu. Kuweza kupata mahitaji yako ya kiafya, kiuchumi na kiroho. Hiyo ndio utajiri. Sina maana kuwa na hela kwenye mpaka mlangoni zinamwagika. Hiyo sio utajiri wa namna hiyo. Kwa sababu kwanza huna maana. Ndio maana inabidi nipigie picha tu kwenye TV, kwenye simu, kuonyesha kwamba una hela kote zimekaa chumbani moja. Lakini mimi siongelea utajiri huo. Mimi ninaongelea juu ya Mungu kuweza kukupa mahitaji yako ya kila siku. Bila shida, bila tabu, ukaweza kulala vizuri, ukala vizuri. Chochote unachokihitaji Mungu akupatia. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na ya 7 nitaelezea, kinaeleza juu ya kitu cha ajabu sana. Siku moja mfalme wa Israeli alikuwa akipita kwenye ukuta, akutana na kina mama wawili wanagombana. Kwa akawasimamisha msafara wake, akasema wale wanagombana kwa nini? Akawaita njooni. Akasema naomba mniambie mnagombana kwa ajili ya nini? Twende sababu kabla sijawafunga ndani. Mwanamke akasimama kwanza. Mfalme, huyu jana tulikula mtoto wake. Tukasema leo tule mtoto wangu. Jana tule mtoto wangu, leo tule mtoto wake. Lakini leo ilipofika asubuhi amekataa kumtokosa mtoto wake tule. Mfalme akachukua nguo akasichana. Akasema tumefika wakati katika Israeli tunaanza kula na watoto. Akujua yeye amekaa katika ufalme akijua kwamba mambo ni mazuri, kumbe watu wameshaanza kuwa na njaa mpaka wanaanza kula watu. Na imekuwa kitu cha kawaida. Akanarua nguo akakasirika. Akamtafuta nabii wakati wa Elisha. Akasema itakuwaje? Akataka kwenda kumuua. Nabii akamwambia kesho kibaba cha unga kitauzwa kwa shilingi 1. Ile mtu alituma akamwambia. Yule mtu akasema wewe acha, wakati kuna njaa, hakuna mvua, hakuna mategemeo yote. Eti niambie kwamba kesho kibaba kitauzwa kwa shilingi 1. Akamwambia wewe usinitende mambo ya ajabu. Akamwambia basi utaona, lakini wewe utakula. Na kweli kumbe kesho yake kulikuwa na majeshi yamekuja na vitu vingi yamevamia Waisraeli. Usiku ule Mungu akayafurumusha majeshi ya Washami. Kwa wakaacha vyakula na kila kitu. Wakoma wawili waliamua kwenda kujiua huko, wakakutana na vyakula, ikabidi waambie Waisraeli wote. Kwa kesho yake ikatokea badala ya kuwa na njaa, ukawa na chakula tele, kila kitu kinapatikana mpaka wanyama. Ikabadilisha kutoka kwenye shida ukawa na mtele. Maana yangu ni nini? Waweza kuwa unaishi maisha unajiuliza, hivi mimi zako nikiangalia sina shule, naweza kupata gari mwakani? Hivi mimi nikijiangalia sina hata mradi wa kufanya,
Mungu anaweza kunipa nyumba mwakani. Hivi mimi nikijiangalia, nimesoma shule ndio kidogo. Hivi naweza kupata kaajira kidogo mwakani kanisaidia maisha yaendelee? Hilo ndio swali liko nalo wana Israeli. Lakini asubuhi leo naomba nikwambie, Mungu wa masaa 24 anaweza kubadilisha historia yako. Utakiwi uangalie wewe, mwangalie Mungu wako ambaye ameumba mbingu na nchi. Ana uwezo wa kuumba na kukupa neema. Wamekwambia una ugonjwa wa moyo, una ugonjwa wa kisukari, una ugonjwa fulani ambao ni mbaya. Naomba nikutangazie, yuko Mungu kupitia maombi ya asubuhi leo ambaye anaweza kubadilisha hatima yako kwa utukufu katika jina la Yesu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 anasema kitu ambacho natamani ukishike kwa ajili ya asubuhi leo. Anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Anayeweza kusaidia kutoka sio mwanadamu. Yusufu alikuwa hana elimu yoyote, lakini kwa sababu alimwamini Mungu akafunga kidomodomo chake, Mungu alimtoa nyumbani kwao akampeleka kwa Potifa, akawa mkuu wa nyumba ya Potifa. Akapanda cheo kutoka kijana wa kufanya kazi za nyumbani akawa mkuu wa miradi yote ya Potifa. Wakamsingizia kwamba amefanya kubaka, akawekwa gerezani. Yule mkuu wa gereza akamfanya mkuu wa wafungwa. Mwanzo alikuwa mtu wa kawaida wakimpiga piga na kumonea, lakini baadaye Mungu akampa kibali kwa mkuu wa gereza. Haikuishia hapo, Yusufu Mungu akampa kibali cha kuweza kuwa mkuu katika nchi ya Misri. Mpendwa katika Bwana, usijiangalie wewe ni nani, angalia Mungu unayemwamini ni nani. Mtafakari sana huyo Mungu ambaye ameweka matumaini yake kwako. Usiogope unachopitia leo, na usiliangalie tatizo lako. Goliati wako aliyoko mbele yako ni mdogo sana mbele za Mungu, lakini huyo Mungu ambaye yuko mbele yako ni mkuu sana, na anaweza kukutoa kwenye udongo akakuketisha. Kwa nini tunaomba maombi leo? Tunamkumbusha Mungu kwamba sisi si wa chini, kwa sababu ametupa neema ya kuwa juu. Tunamkumbusha Mungu kwamba mahitaji yetu yote yako mikononi mwake. Kwa nini tunaomba maombi leo? Tunamwambia adui aachilie chochote ambacho amekamata kwa ajili yetu. Kwa nini tunaomba maombi leo? Tunauandaa moyo kwa ajili ya kupokea 2026, mwaka wa utajiri katika jina la Yesu. Bila maandalizi ya moyo utashindwa kuelewa. Nilikwambia siku moja, kuna watu wakati wa Israeli wanavuka bahari ya Shamu hawakuelewa, walikuwa wanaenda tu mpaka wamaliza kuvuka bahari ya Shamu, wanaona sawa tu, hawaelewi kinachoendelea, haoni hata bahari imetenganika, ukuta wa Yeriko unaanguka, wanashangaa tu, wameweka mikono mfukoni. Mpendwa katika Bwana, jifunze kumwangalia Mungu kwa namna tofauti. Mungu anaweza kukupa kila unachokihitaji sawa na utajiri wake katika Kristo Yesu. Mungu amekusudia mema kuifanya mikono yako, maana Bwana, mimi ni Bwana nikupaye nguvu riba sekori ya darabashi. Haiwezekani ukawa unakuja asubuhi kila siku kumwomba Mungu alafu unabaki chini bado. No. Usikubali ujinga huo. Kataa. Ndio inawezekana 2025 imepita, 2026 baada ya kuanza kuja asubuhi na hitaji mabadiliko ya sura ya kawaida kwenye maisha. Unajua Bwana Yesu alitupa historia za watu wawili walikuwa na nyumba moja, mtoto mkubwa na mtoto mdogo. Mtoto mdogo akaomba apewe urithi wake, akaondoka akaenda nchi ya mbali akautumia na makahaba. Mtoto mkubwa alikaa kwa uaminifu kwa baba yake. Baada ya kumaliza mali zote, yule mtoto mdogo akarudi kwa baba yake. Baba yake akampokea kwa sherehe. Mtoto mkubwa akashangaa, akasema, baba, mimi nimekaa nyumbani mwako siku zote, hata ng'ombe mmoja hujawahi kunipa, lakini huyu amekula na makahaba bado nampa zawadi. Nisikilize, unawezekana umekaa nyumbani mwa Mungu, hujawahi kumwambia Mungu, naomba nione akili nzuri. Hujawahi kumwambia Mungu, naomba ubariki kazi ya mikono yangu. Hujawahi kumwambia Mungu, naomba nipate nyumba. Hujawahi kumwambia Mungu, naomba nipate gari.
Hujawahi kumwambia Mungu naomba nipate kazi njema. Hujawahi kumwambia Mungu naomba nipate connection. Ndio umekaa nyumbani mwa Mungu, ndio unakuja asubuhi, lakini umeshakaa na Mungu ukamweleza unachotaka. Usilalamike wakati hujawahi kuongea na Mungu wako. Na kama umeongea na Mungu, maana kuanzia tarehe 1 unapoanza kumwambia Mungu, utaendelea kuombea kile kitu mpaka mwisho. Na mpaka uone matokeo. Na Mungu ni mwaminifu, hajawahi kusema uongo. Tusimame. Ikawe ni mikono ya utajiri, ikawe ni mikono ya baraka, ikawe ni mikono ya kuinuliwa sana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba neema, ninaomba na kuelekea mwaka mpya 2026, neema Bwana ya utajirisho, katika jina la Yesu Kristo na ili nikaweze kutumikia wewe pasipo shida, pasipo mashaka. Nami na kuahidi utakaponipa neema Bwana, nitakutumikia wewe katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kibali, maombi nitakayoenda kuyafanya yakapate matokeo kwa jina la Yesu. Hakika mimi sitaharibu nuru ya Bwana na neema ya Mungu juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaharibu nguvu zozote zinazoenda kinyume cha mafanikio yangu, kinyume cha baraka zangu, kinyume cha miujiza yangu. Katika jina la Yesu wa Nazareti, ninakataa kuwa mtu ambaye nazubaazubaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba ule utajiri wa mataifa ukaje juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba, kwa jina la Yesu, king'ola chochote cha kishetani kinachowafukuza watu wanaotakiwa kunisaidia, ninaamuru king'ola cha shetani pata moto, aipika leo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba, ninainua mikono, ninaomba kibali. Bwana, malaika uliowatuma kwa ajili ya baraka zangu, Bwana, wakapambane na roho yoyote ya umaskini, umaskini wa kiroho, umaskini wa kiuchumi, umaskini wa kiafya, kufa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba ushike mkoba wangu, nisaidie kutoka hapa nilipo kwenda kwenye utajiri wa kweli katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, mbinguni kuna utajiri wote, duniani umeomba utajiri wote. Ninaomba kibali
cha kukutana na watu sahihi, watu watakaobadilisha hatima yangu katika jina la Yesu. Ninakemea roho ya mateni, roho ya mateni, achia maisha yangu, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Ninakemea roho ya mateni, ninakukataa katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninarejesha baraka zangu katika sehemu yoyote zilikofichwa. Baba, fungua akili yangu, nipe macho ya kuona baraka zangu zozote katika maji, katika ardhi, katika hewa, katika mito, katika jina la Yesu. Bwana, nikumbuke katika jina la Yesu. Ongea na Mungu wako, unajua unahitaji utajiri wa aina gani. Mwambie Baba, nisaidie na uhitaji uingilie kati. Afya yangu nahitaji utajiri, roho yangu nahitaji utajiri. Nipe maakili mengi, nipe maarifa, nipe ufahamu katika jina la Yesu. Inua sauti yako, ongea na Mungu wako. Riba seko riende rabashe meke zeke rebashi nurobosa rakoba kariende rabosa meke rebashi nurobosha koriende raba rakoba kariende rabosa koriende raba repeza kende rebashi nurobosa mekariende rabosa kontereba rakoba kariende rabose koriende raba mekaraboshi rabosa koriende raba katika jina la Yesu. Makoriende rabosa koriende raba rekoba kariende rabose koriende mariende reba katika jina la Yesu ya, 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 katika jina la Yesu ya. Baba, ninaomba neema ya utajiri juu ya maisha yangu. Ninaomba ufungue milango Bwana, kila mahitaji ya kiafya, kila mahitaji ya kiroho, kila mahitaji Bwana kwa ajili ya huduma, ninaomba yakaachiliwe. Kila kilichofunga milango ya baraka juu yangu ninakitengua leo katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, naomba neema, ninaomba kibali, naomba neema. Wewe unipaye nimpe riziki yangu, wewe unipaye niponye magonjwa yote katika jina la Yesu wa Nazareti, 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 katika jina la Yesu wa Nazareti. Ombea sasa kwa ajili ya kanisa, ombea pia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Baba, tunainua kanisa la Success Church mikononi mwako. Tunaombea washirika wote Bwana, popote pale walipo Baba, wape neema ya afya njema, warejeshe tena katika ibada, wape neema ya kusimama katika zamu zao, wape kuepusha na yule mwovu, wasaidie kila mmoja kwa zamu yake Bwana, akatimilize kusudi la neno lako, akatimilize kusudi la wito wako. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya maisha yao, damu ya Yesu ikanene mema juu ya uhai wao, damu ya Yesu ikanene mema juu ya kazi zao, katika jina la Yesu. Tunalikabidhi taifa la Tanzania mikononi mwako. Wewe uliye na uhai, uliye na mamlaka yote, liponye taifa la Tanzania. Damu ya Yesu inene mema, weka amani Bwana, wape hekima viongozi wa taifa hili, ili wakaliongoze kwa namna unayokusudia, katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Haleluya. Tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na yule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana, mkawe na siku njema ya baraka.
na mkono wa Bwana ukawalinde na yule mwovu, katika jina la Yesu.